Rais wa Madagascar, Andry Rajoelina, amevunja serikali yake baada ya maandamano makubwa ya kupinga kukatika kwa mara kwa umeme na maji kugeuka vurugu, ambapo angalau watu 22 wameuawa na zaidi ya 100 kujeruhiwa, kwa mujibu wa ripoti ya Umoja wa Mataifa. Maandamano hayo yalianza wiki iliyopita na yakaendelea hadi Jumatatu, yakiwa na uongozi wa vijana maarufu Gen Z waliokasirishwa na hali ngumu ya maisha katika mji mkuu Antananarivo. Wachambuzi wanasema hii ndiyo changamoto kubwa zaidi kwa mamlaka ya Rajoelina tangu kuchaguliwa kwake tena mwaka 2023, na ndio wimbi kubwa la machafuko lililowahi kushuhudiwa katika kisiwa hicho kwa miaka mingi. Maelfu walikusanyika katika chuo kikuu cha Antananarivo wakiwa na mabango na kuimba wimbo wa taifa kabla ya kujaribu kuelekea katikati ya jiji, kulingana na televisheni ya ndani 24 MD. Polisi wa kutuliza ghasia walitumia mabomu ya machozi na risasi za mpira kuwatawanya, huku marufuku ya kutotoka nje kuanzia jioni hadi alfajiri maarufu curfew ikiendelea kutekelezwa tangu wiki iliyopita. Matukio ya uporaji yameripotiwa katika maduka makubwa, maduka ya vifaa vya umeme na hata benki. Nyumba za wanasiasa pia zimevamiwa siku za hivi karibuni. Umoja wa Mataifa UN imesema waliouawa ni pamoja na waandamanaji na wapita njia waliopigwa risasi na vikosi vya usalama, pamoja na watu waliokufa katika uhalifu uliofanywa na magenge yasiyo na uhusiano na maandamano. Wizara ya mambo ya nje ya Madagascar ilikanusha takwimu za Umoja wa Mataifa, ikisema hazikukutana na data rasmi bali uvumi na taarifa zisizothibitishwa. Katika hotuba ya televisheni, Rais Rajoelina alikiri hasira ya wananchi na akaomba msamaha kwa mapungufu ya serikali yake. "Tunaomba msamaha ikiwa mawaziri hawakutekeleza majukumu yao ipasavyo. Nimesikia kilio chenu, nimeona mateso, nimeelewa athari katika maisha ya kila siku." Rais huyu aliahidi hatua za kusaidia biashara zilizoathirika na machafuko na kuanzisha njia ya mawasiliano na vijana. Madagascar, kisiwa kilichopo kusini mashariki mwa Afrika, ni moja ya nchi maskini zaidi katika eneo hilo. Takriban 75% ya watu wake milioni 30 waliishi chini ya mstari wa umaskini mwaka 2022, kwa mujibu wa Benki Kuu ya Dunia, World Bank. Ukosefu wa ajira, kukatika kwa mara kwa maji na umeme, na gharama ya maisha vimetajwa kuwa kichocheo kikuu cha maandamano. Waandamanaji wanasema wamechochewa na vuguvugu za vijana kutoka Kenya, Nepal na Morocco, na walipeperusha bendera iliyotumika Nepal mwezi uliopita wakati maandamano yaliyomlazimisha waziri mkuu wa Nepal kujiuzulu. Harakati hii ya Madagascar pia inaratibiwa zaidi kupitia mitandao ya kijamii, hasa Facebook, ikifanana kabisa na ile iliyotokea Kenya mwaka jana, maandamano yaliyosababisha kufutwa kwa mswada wa kodi.